Ni Jumamosi nyingine maridadi kabisa. Salamu alaikum popote pale ulipo, mambo vipi? Na tumsifu Yesu Kristo. Na kwa wangu mnaendeleaje? Karibu sana ndani ya Mikiki. Tuandamane hadi tamati. Ni siku ambayo leo inatembea ulimwengu wa kandanda hapa nyumbani, 100% naipa. Alafu baadaye nitakugusia masuala ya hapa pembeni mawili matatu. Leo hii wana mechi kubwa kabisa ndani ya uwanja wa taifa wa Nyayo, Estadio de Nyayo. Hawa ni Nai Boys White Nairobi United, washindi wa kombe la Mozart Bet msimu ambao umepita. Wanashiriki kombe la mashirikisho ya kandanda barani Afrika CAF. Wako na mechi yao ya marudiano dhidi ya NEC FC kutoka maeneo ya Uganda. Walitoka 1-1 ugenini Kampala. Alafu mara hii sasa wako nyumbani kutafuta angalau ushindi muhimu kupiga hatua kwenda katika, yani wanatamani sana waingie katika makundi, angalau wapige hatua waende kombe la mashirikisho ya kandanda barani Afrika huko chini ya mwalimu mkuu Nicholas Muyoti. Toto Arege amewesha tayari kuingia katika Estadio de Nyayo. Nitakuwa nakwenda kwake angalau awashe mawili matatu. Tayari anawasha mambo yake. Kwa hiyo ni ya baadaye akiwa tayari. Lakini hapa ndani ya studio mambo ni moto zaidi ya moto, manake kesho ndani ya uwanja huo wa taifa wa Nyayo watashuka pale Police FC. Watakuwa wanafanya mambo makubwa kabisa. Mabingwa ligi kuu ya kandanda hapa nyumbani waliandika historia kwa mara ya kwanza, wakaingia katika madaftari ya kumbukumbu kushinda taji la kwanza kabisa la ligi kuu ya kandanda hapa nyumbani. Leo hii wanashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Waliandika ushindi mnono wa magoli 3-1 dhidi ya Mogadishu City kutoka maeneo ya Somalia. Mara hii wanapania nao wapige hatua, watoke katika hatua ya mchujo, waingie katika hatua muhimu ambayo ni ya makundi na hata kuendea taji, manake hakuna kile ambacho hakiwezekani duniani. Awali ya yote niite mwanasport niridhike zaidi. Kaa chini tulie, tuandamane hadi tamati ndani ya saa nzima. Na awali ya yote mara nyingi naanzia hapa kwenye kiwambo kukufahamisha ratiba ya hapa na pale, nini hasa unatarajia leo na kesho na hata siku ya Jumatatu. Tuanze na hapa nyumbani. Ni Mikiki hii ambayo tayari imesha kuivamia na kuiteka anga siku hii ya Jumamosi. Siku muhimu, siku maridadi, siku ambayo unastahili kukaa chini na kufuatilia mambo kwa karibu kabisa. Ndio mambo ya kuenda 100%. Ndio mwanzo tu tena wamerejea nyumbani wanariadha wetu ambao walitesa kulikweli katika mashindano ya dunia makala ya 20 yaliyofanyika jijini Tokyo, Japan. Wakatesa kulikweli na mwisho wa siku wamekwisha kurejea nyumbani, watulia wapange mawili matatu angalau tena kwenda kuipeperusha bendera ya Jamhuri ya Kenya kwingine na kwingineko. Alafu jana amenifurahisha sana, huyu ni John Kamau, mwalimu wa Mathare United, mabingwa ambao wamefanya mambo makubwa kabisa mwaka 2008 wakishinda taji la ligi kuu kwa mara ya kwanza katika historia. Hawa ndo Mathare United kuifunga KCB Robert Matano Simba 1-0, akifunga goli muhimu Elias Sieche na hodha mwenyewe ndani ya dakika ya 43. Nitakuwa nakuleta kwenye kiwambo, lakini awali ya yote na kwa haraka upesi nimlete ndani mgeni wangu mfanikishi siku ya leo ambaye ameisha tenga muda wake kuja kufanikisha Mikiki. Huyo ni Mbarak Said. Mbarak ni moja kati ya wadau wakubwa kabumbu hapa nyumbani na amekuwa tayari bado ni mwanachama wa bodi ya Kenya Police FC. Karibu sana mnyama mwenyewe. Asante sana ndugu yangu Makori. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu na ningependa kuwasalimia ndugu zangu Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakati, na ndugu zangu wa Kristo, Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana leo kufika katika station ya Nation. Katika muda huu wa Mikiki. Nipo tayari kukupokea na nipo tayari kuwahudumia wa Kenya. Nataka tuanze tu moja kwa moja kwamba kesho siku ya Jumapili mna mechi kubwa kama Police FC na mnahitaji yani kukamilisha tu, manake tayari mlishaanza kwa kishindo magoli 3-1 dhidi ya Mogadishu City. Mwanzo unaionaje kesho? Jambo la kwanza kabisa, siku ya kesho ni siku ya marudio baina sisi na Mogadishu. Na Mwenyezi Mungu alitujalia tukaweza kupata bao 3-1. Na kesho sisi ni siku tunakwenda kuhitimisha kwa sababu tushafanya karamu kila kitu. Ni wageni waweze kula. Kwa hiyo sisi kesho tunatoka na ushindi ambao tena ushindi mnono, tofauti na mchezo wa awali, kwa sababu sisi tunajiamini na tunajua tunakwenda kufanya nini uwanjani. Mashabiki hawatojutia kwa nini waliingia stadium. Watafurahia na watakutana na mpira biriani, mpira pilau. Na hasa malengo ni yepi katika ligi ya mabingwa Afrika? Jambo la kwanza, sisi kama Kenya Police FC na mimi nikiwa board member wa Kenya Police FC, lengo letu na dhamira yetu sisi tunatarajia ushindi
na sisi tunatarajia kwenda mbali zaidi ya hapa, na ubingwa sisi tumezaliwa nao na tumedhihirishia wa Kenya na East Africa na Mashariki kwamba Kenya Police FC ni timu bora, na sisi tutaendelea kutawala ubingwa na tunataka tufike mbali kwa sababu wengi wameweza. Kwa nini Kenya Police wasiweze? Ndio. Kwa hiyo matumaini yetu sisi ni kufuka katika vile viwango, tufike robo, tufike semi na tufike finali. Hayo ndio malengo yetu na hiyo ndio dhamira yetu sisi. Na mkitua finali mara nyingi huo ni ushindi. Kwa sababu moja nitakwambia, sisi jambo la kwanza tuna confidence, na unapokuwa mchezaji ama mnapokuwa mko katika timu mawazo na fikra za kuwa hatuwezi, kwetu sisi hakuna. Ndiyo. Sisi mawazo yetu na fikra yetu tunaweza na tutafika mbali. Hiyo ndio slogan yetu sisi. Na hasa katika msimu ambao umepita, kunyakua taji kwa mara ya kwanza katika historia na kuingia katika mabuku ya kumbukumbu kama Kenya Police FC, miamba wa Kenya. Ule msimu unaokumbukaje, msimu jana? Jambo la kwanza, tulipoanza msimu, tulianza msimu na kidogo na wakati ambao haukuwa mwepesi. Ndio. Tulikuwa na wakati mgumu na kuweza kuitengeneza timu iwe katika ubora. Tulivyoanza tu ukiangalia ni tofauti tulivyokuwa tunafika katikati ama robo yake kwenda kumaliza. Lakini nachotaka kuwaambia wa Kenya kwa jumla, mwanadamu yeyote hafai kukata tamaa. Sisi tumekuwa na viongozi bora ambao katika board members tumeweza kuwa na ushirikiano mzuri pamoja na viongozi wa ngazi za juu. Ndiyo. Ambao tukiweza kuongozwa, unajua kuna kocha ndani ya uwanja lakini kuna kocha nje ya uwanja, ambaye huyu kocha nje ya uwanja ambaye anaona yale yanayotendeka pale, nini kimepungua ili aweze kuleta ule utamu na ladha ya mpira. Tuliweza kuwa na chairman wetu ambaye ni Gideon Nyale Munga. Ndiyo. Huyo ni profesa. Huyo Profesa yule, namfahamu mtu mungwana sana. Mbali na hayo tukaweza kuwa na Secretary General ambaye ni Chris, ambaye naye vile vile yule ni engineer na ametoka kuhudumu kama afisa mkuu mtendaji. Yes. Sasa katika combination ya hawa viongozi wawili, kisha tukaweza kuwa na board member ambao wamekuwa na ushirikiano na upendo na maelewano bora. Tukaweza kukaa chini tukaangalia kwa nini Gor Mahia na FC Leopard kila siku wawe ni washindi. Kwa nini sisi hatuwezi? Kama wao wameweza, kwa nini sisi tushindwe? Ndio. Watu wakaweza kukaa chini, tukaweza kufanya michakato mizuri. Nyale Munga akaweza kukaa, kwa sababu yataka uelewe kitu kimoja. Who is Nyale Munga? Hilo nataka ulifahamu. Kama anaweza kuwa kiongozi ndani ya kiganjo, kuweza kuangalia polisi zaidi ya 5,000, 10,000 na wakaweza kufuzu vizuri, wengine wakatoka akiwa na nyota kwenye mabega yao, kwa nini polisi isichukue ushindi? Tukampa nafasi, akaweza kuitumia nafasi yake kama chairman, akaweza kutuletea kocha bora ambaye ni coach Etienne. Na yale aliyekuja kuyafanya kocha, kipofu pia aliona na kiziwi alisikia. Najaribu kuangalia coach Etienne akikuja, ile timu mwanzo ilikuwa ndio inasuasua hata kushika nafasi ya mwisho kabisa na burura mkia, na akaitoa kule juu na mwisho wa siku ikamalizwa nambari 1 juu. Coach Etienne pia na ufundi na tajriba ya miaka mingi katika kandanda ya hasa ukanda wa Afrika Mashariki, akihudumu pia kule Tanzania. Na mara hii unamuonaje? Anaweza kuwapa ile taji kulitetea tena kwa mara nyingine? Sio kwamba ati anaweza. Mimi nasema anaweza. Kwa sababu narudi tena nikwambie ndugu Makori. Ndio. Ushindi wa Kenya Police FC haukuwa bahati mbaya wala haukuwa ndoto. Tulikuwa Kenya Police FC tumejipanga, tulikuwa tunajua nini tunachokitaka na nini tunachokitafuta kwa kuweza kumpata kocha bora. Lakini kocha bora hawezi kuwa kocha bora kama hakuna ushirikiano wa viongozi wa ile timu pamoja na wachezaji. Tulimpa sisi open check. Bwana Etienne, unataka mchezaji gani? Sehemu gani? Nchi gani? Kamuendee. Sisi haja yetu sisi ni ubingwa. Na tulichokifanya sisi Kenya Police FC kimewashangaza watu wengi sana. Na kimeishangaza Kenya na majirani East Africa na Mashariki. Kwamba watu wamezoea. Hata mimi nilipokuwa nainukia, ilikuwa ushindi ni timu mbili, ni FC Leopard na Gor Mahia. Lakini for the first time Kenya Police FC ameweza kuipendua meza mchana peupe mbele ya umma kwamba tumeweza kuwa mabingwa. Mwelekezi wangu akiniekea ngani mkiwa mabingwa msimu ambao umepita, angalau zionekane mbele ya umati kabisa. Na najaribu kuangalia Mbarak,
Hasa hii passion mnaitoa wapi ya kandanda? Unajua, jambo la kwanza kabisa, sisi kama Kenya Police FC hatutafuti wachezaji wavivu. Sisi tunapomchukua mchezaji, twamtaka mchezaji anapoingia Kenya Police ajitambue, ajue nini kilichomleta pale, na talenti yake aje atuonyeshe pale uwanjani. Ndio. Na sisi tumeweza kutafuta wachezaji bora, wenye viwango bora, wenye utulivu, wenye hikima na wenye busara. Tukaweza kuwalea, tukaweza kuwatengeneza. Manake unajua, unapoingia Kenya Police FC ni kama vile gari imeletwa gereji. Tunaishusha injini yote, tunaifungua vipande vipande. Tukianza kufunga ile injini, tukiitia uwanjani, inakuwa ni mashini. Na hiyo ndio Kenya Police FC. Yani unaiweka sawa kabisa 100%. Yes, tuna confidence kwa sababu sisi tunajiamini na tunaamini kile tunachokitafuta na kile tunachokifanya, na ndio maana tunakuwa washindi. Hatujawahi kuvunjika moyo. Manake hata safari yetu ilipoanza, watu wengi walisema watatoboa, hawa wamezoea kushika magongo, wamezoea kushika watu kuwapeleka mahakamani, lakini polisi hao kweli wanaweza, unaujua mpira. Ndiyo. Lakini leo ndugu yangu, mpira tulipochukua Premier League, tumeweza kuidhihirishia Wakenya wote kwamba mpira unalipa na ukifanya bidii utafika mbali. Ndiyo. Kwa hiyo hili ni funzo kwa timu zingine na ni hamasa kwa timu zingine nazo ziweze kufanya bidii, waweze kufikia malengo kama Kenya Polisi ilivyofikia. Na najaribu kuangalia kwa nini jina lako la utani ni Mnyama. Hebu iweke sawa. Maana ndani ya Kenya Police FC wanakuita Mnyama. Jambo la kwanza, mimi kwa kuitwa jina la Mnyama, unajua jambo la kwanza, mnyama huyu kwanza atakaoelewe sio paa wala sio sungura. Ni mnyama aina gani? Yani huyu ni mnyama ambaye kuwa anapotokezea popote kwenye umati wa watu watasimama. Hivi nikuulize swali langu, very simple question. Ukiwa katika stadium alafu atokezee simba, wale watu, halaiki ya watu itaangalia vipi? Itaangalia wachezaji, itamwangalia simba? Tumwangalia simba. Ndio mimi Mnyama sasa. Ndio maana wanakuangalia sana. Wananiita Mnyama kwa sababu jambo la kwanza kuitwa Mnyama. Mimi hili jina la Mnyama kwanza kabisa nilipawa zaidi ya miaka 15-20 iliyopita. Na nilipawa jina hili na ambaye hivi sasa ndio chairman wetu, ambaye ni Bwana Gideon Nyalemunga. Amenipa jina la Mnyama kwa kazi bora, kwa uadilifu, kwa utendakazi wangu, kwa umahiri wangu, na kuweza kuwa ni mtu ambaye nimenyooka. Kwa hiyo mimi ni mtu mmoja ambaye sendi kona ama sendi kushoto, ni mtu nimenyoka. Na ndio maana Nyalemunga mimi akanipenda. Ndiyo. Kwa sababu mimi, yeye ni mlezi wangu. Mimi amenilea, amenikuza, amenihamasisha, na yeye ndiyo aliweza kunishawishi mimi na kuweza kuniambia, Mnyama, unyama wako ulioko nje nataka niuone ndani ya Kenya Police FC. Na kweli matunda yake yameonekana. Na kweli matunda yake yameonekana. Uadilifu wangu umeonekana. Ndiyo. Na umahiri wangu na uchachamavu wangu. Ndiyo. Na ningependa vijana wote walioko nje waweze kuwa na nidhamu, itawafikisha mbali. Mimi leo nimekaa hapa, kama sio chairman Gideon Nyalemunga, nisingetambulikana kama kuna Mnyama. Leo nisingekuwa katika vyombo vya habari. Lakini kwa uadilifu wangu, kwa utendaji wangu kazi, kwa heshima yangu, leo imenifanya Kenya nzima na nje ya Kenya wamemtambua Mnyama yuko studio. Ndio maana uko ndani ya Mikiki Mikiki. Niko ndani ya Mikiki Mikiki. Nataka kwa haraka upesi nikulete kwenye kikwambo, tuangalie ratiba ambayo mitanange kadhaa itakuwa inapigwa leo na kesho, siku ya Jumapili. Moja kwa moja hapa ni ligi kuu ya kandanda hapa nyumbani. Posta Rangers dhidi ya Tusker ndani ya Stadio de Dandora, mechi ya mapema hiyo. Alafu baadaye mida ya saa 10 ni Sofapaka, bingwa mara moja mwaka 2009 akinyakua kombe, atakuwa anakipiga dhidi ya bingwa mara 2-1 ukipenda 21 Gor Mahia ndani ya uwanja wa Dandora. Mara Sugar wanamkaribisha Kakamega Homeboys, mshindi wa kombe la Mozart Bet katika msimu uliopita, kabla ya Gor Mahia kuja kufanya mambo, yani polisi kuja kufanya mambo makubwa ndani ya Stadio de Awendo kule Migori. Ndio watakuwa nakipiga. Tuangalie kesho, siku ya Jumapili, ligi kuu ya Sport Pesa, ratiba yake iko vipi? APS Bomet hawa wamepanda kushiriki ligi kuu kwa mara ya kwanza, nao katika historia watakuwa nakipiga dhidi ya Muranga Sele kutoka kule kaunti ya Muranga ndani ya uwanja Gusii, kaunti ya Kisii, nyumbani mwa FC Shabana. Maana ameshapiga ziara kwenda kule katika maeneo ya Mbaraki, kaunti namba 001.
dhidi ya wenyeji Bandari FC. Tuiweke pembeni ratiba ya hapa nyumbani, tuingie katika himaya ya mataifa kule wengi ambapo wanapenda sana mashabiki wa hapa nyumbani. Mida saa 8 na dakika 30, kronomita iliyoko pembeni mwa studio inanionyesha dakika 15 kutoka sasa. Brentford watakuwa wanaipiga dhidi ya Manchester United, GTK Community, Chelsea dhidi ya Brighton Stamford Bridge, Crystal Palace dhidi ya Liverpool, mabingwa tetezi ndani ya Selhurst Park. Tuangalie na songa ratiba hiyo siku ya Jumamosi ambapo ndo leo Leeds United dhidi ya Bournemouth Elland Road, Manchester City mabingwa awali dhidi ya Burnley nyumbani Etihad, Nottingham Forest watakuwa wanacheza dhidi ya Sunderland ndani ya Selhurst Park. Tusonge zaidi, tusalia bado siku ya Jumamosi, Tottenham watakuwa wanaikaribisha Wolverhampton Wanderers ndani uwanja wao mpya, uwanja maridadi kabisa wa Tottenham Hotspur. Tuiache siku ya Jumamosi, tuingie siku ya Jumapili. Aston Villa dhidi ya Fulham ndani ya Villa Park. Newcastle United watakuwa wanaikaribisha Arsenal ndani ya St James's Park nyumbani mwa Newcastle United. Haitakamilikia siku ya Jumapili, itakwenda hadi siku ya Jumatatu. Wanasema Monday Night Football. Hawa ndio Everton watakuwa nyumbani katika uwanja wao wa mapema hapa. Wamehamia kutoka Goodison Park, na ule uwanja wa Goodison Park ameachia mabinti wao wacheze kule, wakakwenda katika uwanja wao mpya wa Hill Dixon ama Dinkson nyumbani mwa Everton dhidi ya West Ham United. Tayari wamempiga Potter Kalamu, amefutwa kazi kwa matokeo duni msimu huu na nafasi yake imekwisha tuwaliwa na Nuno Espirito Santo. Hiyo ni ratiba ya ligi kuu ya kandanda ya England. Alafu tukiweka pembeni kabisa, narudi hapa nyumbani. Sasa ya jana imesakatwa mechi moja ndani ya uwanja wa Kasarani Annex ambapo mabingwa hao wa mwaka 2008 Mathare United walikipiga dhidi ya klabu ya Robert Matano Simba. Mara hii amekwenda KCB kujaribu kusaka taji la kwanza kabisa kwa wanabenki msimu huu wa mwaka 2025 na 26. Alafu mechi hii ikawa imetamatika 1-0 wakishinda ambao ni Mathare United wa Islam Boys. Alafu akawa amefunga goli muhimu kabisa ndani ya dakika 43. Eli Asieche, mwelekezi wangu, kama anayo ataiari tu kuiweka, lakini pia kama haipo tuangalie makochi walisema nini. Kitu ya kwanza tumepeana bao, ya pili hatukupata nafasi zetu, tulipata hatukuweza kutumia. That's all. Ni kubwa sana sababu mtu kama yeye na experience yake na height yake hastahili kufunga goli kama zile. Sababu si goli, hakuna pressure, hakuna mtu amemsukuma, hakuna mtu alikuwa karibu na yeye. Ni mpira ilikuwa hata hakuna haja kupunch, ilikuwa ni kushika ama rudisha ndani ya play. But makosa ni yake, si ya timu. Yeah. And also hiyo hizi la mtu yote ni goalkeeper peke yake. Tumefungwa, tumekubali, basi tunaendelea mbele. Wacha tu organize tena game nyingine Tuesday. I think hii ndio inaweza kuwa lose yetu pengine ya mwisho. Sababu hatuwezi kubali kulose tena kwa njia kama ile. Tumelose, yes, but kwa njia mbaya. Ya sisi wenyewe tumepeana, sio tumefungwa sisi wenyewe. So kitu cha kwanza ni kwamba last game ambao KCB walicheza na Tusker, I think first half walikuwa ni threat, but again nikiangalia hiyo game second half hawakuwa threat vile. But kuja kwa hii game nilikuwa najua first half lazima watatuweke hiyo pressure. Jawabu walikuwa wanataka kutulazimisha kufanya makosa. Na kama ulivyoona game yenye tulicheza hapa juzi ni kwamba teams zinajua tunacheza from the back na wanajaribu kupressurize sana. So leo kidogo kuna kitu tulikuwa tumefanyia, but alama 3 zimetokana na vile tumemanage hizo siku mbili. Huyo ni John Kamau, mwalimu wa awali wa Thika United, leo hii mwalimu mkuu wa Mathare United sambamba na mwalimu mkuu wa KCB Robert Matano Simba. Sasa mechi ambayo inakuja baadaye, Sofapaka dhidi ya Gor Mahia ndani ya uwanja wa Dandora. Awali amezungumza nahodha Philemon Otieno. Philemon Otieno huyu akifanya mambo makubwa, tutamleta baadaye. Nije kwako Said, kwamba tuachane kabisa na kandanda ya kidogo ya hapa nyumbani, ukanda wa Pwani. Hasa pale nakumbuka miaka inapita makipa wazuri wanatokea kule Kenya One. Alafu viungo wazuri wanatokea pale, nakumbuka pia aliyekuwa nahodha wa Harambee Stars akina Robert Mambo. Makochi wazuri, Twahiri mwenyewe anatoka pale, kidogo niseme Twaha Mbarak pia anatoka pale, aliwahi kuwa naibu rais wa shirikisho la mpira miguu hapa nyumbani. Sasa ukanda wa Pwani kama ambao umerudi nyuma kidogo, ama kuna nini?
Jambo la kwanza kabisa, ndugu yangu Makoro, unapozungumza masala ya mpira wa pwani. Ndio. Kwangu mimi, kwa maoni yangu na fikra zangu, mimi nina masikitiko makubwa sana, kwa sababu jambo la kwanza ukiangalia Kenya kupitia Harambee Star tumeweza kutoa goalkeeper bora, ambaye goalkeeper yule ni Mahmoud Abbas, Kenya One. Na tukaweza kumtoa kipa wa pili kutoka Mombasa akiwa ni Mohamed Magogo. Ndio. Na tukaweza kuwa na kipa ambaye ni Omar Mahadhi. Hao ni magolkipa ambao kuwa wameweza kuiheshimisha Kenya na kufanya pwani iweze kutambulika kulingana na kipaji. Ndio. Lakini linalo nisikitisha mimi ni kwamba yale yaliyokuwa zamani sasa hayapo tena, kwa sababu viongozi na wafanyi biashara katika eneo la pwani wameweza kutupa mkono swala la sports, kwa sababu tuna watoto wengi, tuna vipaji vingi. Lakini leo ukija ukiangalia, ndugu yangu, kama hivi sasa unanuuliza swala la pwani. Ndio. Leo juzi kati tumekuwa na CHAN. Nilikuwa sisi watu wa Mombasa pia tuweze kupata nafasi, tungekuwa na stadium bora. Hata mimi nasikitika. Leo tungekuwa na stadium bora ndani ya pwani ya Mombasa, tungeweza kuhamasisha vijana na kuweza pwani ya Mombasa ikatambulika ulimwengu mzima kwamba tuna stadium, na watu wa Mombasa wangeweza kufaidika, wafanye biashara, hotelia vile vile, tukaweza kupata vipato. Ndiyo. Lakini leo ukiangalia, ndugu yangu, tuna viongozi wangapi ndani ya pwani? Wengi. Kama tuna viongozi ndani ya pwani, inakuwaje leo tunakosa stadium bora? Inakuwaje leo tunakosa viwanja bora? Hatuna football academy, hatuna viwanja venye viwango ndani ya pwani ya Mombasa. Hii ni jambo la kusikitisha sana. Tuna malegend ambao wengine wako hai ambao waliichezea Harambee Star na wamechezea timu kubwa kubwa, kwa sababu ukirudi nyuma tuna timu ambazo zilikuwa zikicheza katika uwanja hata mimi nikiwa mdogo ulikuwa unafurahika. Kwa mfano, tulikuwa na timu ikiitwa Wanderers, tulikuwa na timu ikiitwa Wananyuki, tulikuwa na timu inaitwa Zaragoza, tulikuwa na timu inaitwa Cosmo, tulikuwa na timu inaitwa Wananyuki, tulikuwa na timu inaitwa Faisal, tuna timu inaitwa Congo Boys. Ndio. Tulikuwa na timu ambazo inaitwa Golden Loaf, tulikuwa na timu zikiitwa Pamashap, Barbados, Santos, Inugu. Hivi sasa, zamani wakati ule ilikuwa ardhi ziko wazi. Ardhi ziko wazi, manake ni mashamba ya watu. Lakini sasa wenye mashamba wengi wamechukua ardhi zao. Sasa vijana wetu wakatreni wapi? Alafu leo nikuulize swali. Leo sisi kama pwani imeweza kuzalisha viongozi bora, ambao wachezaji wale mpaka leo sifa zao na kumbukumbu zao zipo. Lakini najiuliza, sisi hii pwani viongozi na wafanyi biashara wamerogwa na nani? Kwa sababu nikuulize, zamani hatukuwa na devolution, lakini sasa ndani ya pwani tuna devolution. Tuna governor, wabunge wanapata fedha za bajeti, na kila county ina waziri wa michezo ambayo imechaguliwa katika zile county. Kwa nini hizi county za Mombasa zisiweze kutafuta sehemu wakaweza kujenga football academy na wakaweza kutafuta sehemu ya viwanja? Ile stadium ina matatizo yake, lakini tuweze kucreate, tuwe na stadium nyingine na viwanja bora, ili kusudi watoto wetu waweze kucheza, manake mpira ni ajira. Lakini leo watoto wetu wameingia kwenye madawa ya kulevya, wameingia kwenye migokaa, wameingia kwenye pombe la kienyeji. Kwa sababu ya nini? Mchezo wa mpira unahamasisha vijana kuacha uhuni, wakaweza kuingia kwenye mazoezi. Lakini tuna viongozi ambao viongozi hawa ni invisible. Naweza kusema viongozi ambao hawaonekani, na viongozi ambao wapwani wote na wafanye biashara wamekosa kuwa na huruma, wamekosa kuwa na moyo wa kuweza kukuza vipaji vya mpira Mombasa. Sasa hili ni jambo la kusikitisha sana. Alafu leo viongozi wale pili, usisahau tumebahatika juzi katika serikali ya Dr. William Samoei Ruto. Ndiyo. Tumeweza kubahatika kupata waziri ndani ya pwani wa Mombasa wa sports ambaye ni Salim Mvurya. Hilo ni jambo sisi la kujivunia. Sasa kama tumepata waziri, jukumu lake ni lipi? Asikae chini, kila sehemu iliyokufa iweze kufufuliwa ili watoto waweze kupata talent. Kivipi? Tuna mashinani. Kule mashinani tuweze kukuza vipaji, na tukija huku mjini tuweze kukuza vipaji. Nina imani kwa mchezo wa CHAN wa juzi ambao tuliweza kuwa sisi ni host hapa ndani ya taifa letu la Kenya. Hiyo unajua ni kitu kimoja kimehamasisha vijana wengi sana. Sana. Kwa sababu ukiangalia mpira wa Harambee Star katika wakati wa nyuma,
na hata kama tulitolewa, lakini performance yetu ilikuwa nzuri. Na vijana wengi sasa wamerudi kuingia kwenye mazoezi, manake wamekuta kwamba kama rais aliweza kutia mkono wake, kuweza kusupport timu ya Harambee Star, na watu wakahaidiwa milungula minono na wakahaidiwa na manyumba. Sasa vijana wameanza kutoka mitaani, wameanza kuacha uhuni, wanarudi kwenye sports. Watacheza wapi? Watatrain wapi? Hili ni swala tu lazima tujiulize. Na najaribu kuangalia uwanja wa Talanta unajengwa hapa katika barabara ya Ngong, na uwezekano ni mkubwa sana ule uwanja utaandaa fainali ya Dimba la Mataifa Afrika mwaka 2027. Mwenyezi Mungu akiridhia kufika kule tukajionea. Lakini ukanda wa Pwani nadhani bado si kuchelewa sana. Uwanja mmoja ukajengwa mkubwa kabisa kama ule ambao unajengwa kule wa Talanta ama uwanja wa Taifa wa Nyayo kimfano. Na angalia kuna bahari, timu nyingi zinapenda kuja kupigia mitanange yao pale. Nadhani ni kitu ambacho kinafaa wajikune sana kichwa kwamba lazima tuwe na uwanja katika ukanda wa Pwani, hata kama ni kushirikiana kwa kaunti zote. Hivi Makoro, nikuulize swali moja. Niulize. Dr. William Samoei Ruto. Ndio. Na marais wote waliopita, hakuna mahali wanapopapenda kama Mombasa. Ndio. Na Mombasa tuna magavana, tuna maseneta, tuna wabunge. Leo hile Talanta unayoona pale, mwanzoni ilikuwa ijengwe Pwani. Mwanzoni ilikuwa ijengwe wapi? Pwani. Sasa kama tuna viongozi mabubu, tumekuwa na viongozi vipofu, tumekuwa na watu ambao hawana uchungu na Mombasa, hawana uchungu na maendeleo ya Mombasa, hawana uchungu na vijana, kwa sababu lau ingejengwa pale, ajira ngapi zingepatikana? Nyingi. Mbali na ile Talanta ijengwe pale stadium, lakini kwanza tuweze kutafuta viwanja vya watoto kuweza kutreni na kujengwe academy nyingi, football academy, ili tu watoto wetu waweze kwenda kutreni. Leo hata ile stadium ikajengwa pale, viwanja vya kutreni Mombasa hakuna. Sasa tunaua sports ya Mombasa ama tuiu? Wakulaumiwa nani? Wakulaumiwa ni rais, wakulaumiwa ni viongozi wetu. Hata wale ambao wanasimamia sports Mombasa, nguvu zao ni chache. Ukiangalia jambo la kwanza, tumetoa kocha bora mzawa ndani ya Kenya nzima ambaye ni coach Mohamed Heri. Tukamtoa Twahiri Muidini. Hiyo ni fahari kubwa sana. Sasa kama wale makocha na bado wako hai. Sasa nikuulize, wale makocha wako hai, je, niulize ni kiongozi gani wa Pwani kutoka governor, maseneta waliwahi kuita wale wachezaji legend waliwahi kuichezea Harambee Star na walichezea timu za Mombasa, wakaweza kuwaeka pamoja na wao wakachukuliwa, wakaulizwa ni yapi tuyafanye, wakashirikishwa ndani katika masala ya katika wizara za sports, ili kusudi governor na uwezo. Leo stadium ya Mombasa ni maneno yake haya hivi, yenda kushoto kulia. Ni aibu kubwa sana kwa sisi wa Pwani. Angalia tangia akiwa Joho ni miaka 10 yake kakuisha, amekuja wao mwingine mgeni na Nasri mwenyewe. Na angalia sasa, na bado mambo ni yale yale. Apart from that, tumekuwa na governor, the former governor Hassan Ali Joho. Tumekuwa na current governor Abdulsama Sharif Nasir. Lakini mimi naamini ukiwa kiongozi, kama unapenda sports, kama unapenda kupunguza mambo ya uhalifu, mambo ya vijana kujikalia mitaani, masponsor ni wengi. Ukiwa kama governor, wewe ni rais wa lile jimbo. Kuna Wachina, kuna Waturki, kuna watu binafsi. Kwa nini usiwa invite wakaweza kuwekeza pale Mombasa, tukaweza kupata stadium 2-3 ama tukapata football academy kama majirani zetu? Lakini leo tunakuta tuna magavana au tuna viongozi wengi ndani ya Pwani Mombasa, wao ni PR, kupiga picha, kunwa chai, kupokea geni, kutembea tembea, lakini mambo muhimu ambayo ya kupunguza matatizo ya vijana ni sports. Manake sports inalipa na sports inapunguza uhuni, ndugu yangu. Ndio, 100%. Leo tuna wachezaji, tulikuwa na mchezaji mpaka leo roho yangu inaniuma. Waulize watu wa Bandari, tulikuwa na mchezaji akiitwa Zakaria Zakazaka, alikuwa akikaa Mashauri pale, alikuwa alichezea Bandari, kijana mmoja hatari sana. Tulikuwa na kijana akiitwa Michael Mbaga ambaye ni marehemu, akawa anavuta unga, yuko zake markita anatembea. Wale ni wachezaji ambao wameweza kutambulika. Leo nikuulize mimi swali, kama kina Alikaje tuliotoa, kama kina Ali Jenebi ambaye kitwa Golden Boy akicheza Wanderers, tumekuwa na kina Abbas Hamisi Magongo, kina Abdalla Karambash, ndio, hao ni wachezaji na kina Alikajo. Sasa nikuulize kina Fara,
Sasa leo nikuulize mimi, pwani ya Mombasa tunaenda wapi? Viongozi wanatakana jambo la kwanza tuweze kuinua sports, ndugu yangu Makori. Tuweze kuinua michezo. Nataka niende mapumziko alafu nirudi ndo tumalizane na wewe kabisa. Mikiki hiyo sehemu ya kwanza inaelekea kutamatika rasmi kabla ya kumalizana na mnyama kabisa, alafu tuingie katika masuala mengine muhimu ya Nai Boys dhidi ya NEC. Kwa sasa mapumziko, kwa hiyo lako ni utulie mahali ulipo. Ndo mikiki sehemu ya pili na mwisho kabisa. Nataka letu hapa kwenye kiwambo kikubwa ndani ya studio ya NTV. Toto Warega amekita hema katika uwanja wa taifa wa Nyayo na naona amejipanga kweli kweli hapa. Nai Boys dhidi ya NEC ya maeneo ya Uganda. Toto Warega, naona una raha kweli kweli. Naona uko na akina nani hawa, mashabiki au sio? Na Makori, hawa ni mashabiki wa timu ya Nairobi United almaarufu Nai Boys ambao hii leo wanamenyana dhidi ya NEC ya Uganda katika mechi ya mashirikisho ya soka Afrika CAF, na wanatafuta tiketi ya kushiriki kwenye michuano hiyo kwa mara ya kwanza. Naungana na baadhi ya mashabiki wa timu ya kwanza. Utaanza na jina lako na uniambie kwa nini ulichagua kushabikia Nairobi United. Kwa majina naitwa Ceci Njoki. Niliamua kushabikia Nai Boys juu ni timu ya Islando Skuzombo. Kanairo Skuzombe. Na leo tumekuja kuangusha Uganda. Museveni watu wako wangoje boda. Tunafinya leo. Leo mnashinda mabao mangapi? Leo ni 3-0. Acha nipate mwingine hapa pia. Kuna mwingine hapa. Utaanza na jina lako na uniambie kwa nini unashabikia Nairobi United. Kwa majina naitwa Calvin Kera. Mimi ni fan sugu wa Nairobi United. Team ni jamu Nairobi. Na si tumeamua leo tunataka tumalizie hawa vijana wa Museveni mapema warudi kuuza kahawa. Kwanza hata nimeshangaa nao juu hata wajatokea sijui 300 ya Kenya ni kani milioni huko. Hata mafansa wajatokea, lakini leo tunawamalo mapema. Na gavana Renis jamu, gavana ni jamu siku zote. Anairo. Na wewe unaitwa? Mimi naitwa El Chapo Guzman. Watu wa Uganda na wampea tu mapema, hata msikuje juu tushamaliza hiki kitu. Tumewatilanga leo. Atuongee sana. Game ni 3-0. Mwambie leo ni mashingo tu. Nai gang. Nai Boys watu wa Kanairo. Cheki. Hebu soma hapa, wanacheki. Siku zote 047 siku zote. Na tunataka wakonge ndio tuwakuje kusaidia huko sasa. Nairobi team ni jamu. Kwa majina naitwa Sofia. Mimi ni fan sugu wa Nai Boys, Nai Boys to the world. Team ya wazote. Alafu kuna fan hapa ana michoro kwenye mwili wake. Naomba sogea karibu. Alafu utuambie kwa nini umefanya michoro. Kwa Washington Black. Fan mkubwa wa Kenya. Kitu yenye nifanyia ni kuja kushabikia Nai Boy. Kwanza ni timu ya mtaa. Alafu Ovela yule mzee ndiye amevaa, nimekuja mpaka nimuone live. Ovela. Kitu yenye iko NEC. Chukweni zenyu 3 mtungi, mrudi kwa boda, mtuletee mananazi. Hii tumeshamaliza. Na gavana hiyo moja. Siku zombo. Na Makori, hao ni baadhi ya mashabiki wa timu ya Nairobi United kwa almaarufu Nai Boys ambao wanasema kwamba watakuwa wanachukua ushindi kutoka kwa timu ya NEC kutoka Uganda. Kumbuka kwamba katika mechi ya mkondo wa kwanza timu ya Nairobi United ilitoka sare ya mabao mawili na NEC. Hii inamaanisha kwamba Nairobi United wana faida ya mabao mawili ya ugenini. Basi leo wanahitaji sare ili kuweza kupiga hatua kuingia kwenye raundi ya pili. Amezungumza kocha wa timu ya Nairobi United Nicholas Muyoti. Naomba tumsikize anasemaje. Vijana walijituma vizuri sana na walicheza kulingana na ile tulikuwa tumepanga kucheza, na mimi nawashukuru walikuwa na hiyo moyo, walipigana mpaka dakika ya mwisho. Tulitangulia kufunga, wakakomboa and tena wakaongeza ikakuwa 2-1, lakini in extra time ya 4 minutes I think vijana walijituma tena zaidi na walikuwa wanajua lazima
kabla firimbi haijaisha, game haijaisha, na tukapata hiyo bao ya kuongeza hata ya ku equalize, na pia I think tulikuwa na chance hata ya kufunga na kushinda hiyo game 3-2. So mimi nashukuru kwa hiyo vile walijitolea, lakini najua kazi haijaisha. So pia kwa vijana wangu na washawishi kwamba kazi haijaisha na lazima tuimalize siku ya Jumamosi. Vijana wako sawa kabisa, isipokuwa Mansur bado anatibiwa, lakini the rest wako vizuri, wako tayari kucheza Jumamosi. Tunawaomba sana, mavijana walifanya bidii wakafika hapa, ni mara yao ya kwanza na wameonyesha uwezo, so wakuja wa support na hata kuendeaje waendelee kusupport vijana, kwa sababu mimi najua watapigana mpaka dakika ya mwisho. Wa Nairobi United Nicholas Muyote ambaye ana imani kubwa na vijana wake wanapotafuta tiketi ya kufuzu kwa ligi ya mashirikisho ya soka barani Afrika. Na hao wanaoingia hivi sasa ni Nairobi United ambao kwa kimombo wanasema having a feel of the pitch. Kwa hivyo watakuwa wanacheza mechi yao dhidi ya NEC katika uwanja huu muda mchache kutoka sasa. Na Makori, kando na mechi hii ya mashirikisho, hapo kesho mabingwa wa ligi kuu ya wanaume Police FC watakuwa wanamenyana dhidi ya Mogadishu katika mechi ya kufuzu kwa klabu bingwa Afrika CAF. Nakumbuka kwamba katika mechi ya mkondo wa kwanza, raundi ya kwanza, walipata ushindi wa mabao 3-1. Hii inamaanisha kwamba hawatatoa jasho sana kesho na wanahitaji tu kupata sare kwa sababu tayari wana mabao 3. Kesho wakipata sare sare aina yoyote inamaanisha kwamba tayari wamejikatia tiketi ya kuingia kwenye raundi ya pili ya michuano ya kufuzu kwa klabu bingwa barani Afrika CAF. Kando na timu hizi mbili kuwakilisha taifa katika michuano hii ya kimataifa, hapo kesho timu ya taifa ya Kenya mabinti Rising Starlets wasiozidi umri wa miaka 20 watakuwa wanapambana dhidi ya Ethiopia katika mechi ya mkondo wa pili ya raundi ya pili ya kufuzu kombe la dunia la wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex hapa jijini Nairobi. Baadhi ya wachezaji wamezungumza kuhusiana na mechi hiyo. Naomba tuwasikize. Ni kenye inanipea motivation ni second leg tutawin, ni vile tuko psyched up kwa camp training, alafu watu wanajipush, alafu coaches pia hawajatuacha nyuma, wanatuambia tu push penye tu kufanya correct tunafanya kwa zoezi, ndio tukifika kwa game itakuwa rahisi. Qualifying for this World Cup itakuwa achievement kubwa sana kwangu. Juu tapata kuna scouts huko ni scout nipata hata timu ya majuu. We need to attack more because tunapata chances but tuna utilize kidogo. So tukiweza utilize all the chances we get tutakuwa fit. Na Makori, hapo awali kocha wa Rising Starlets Jacqueline Juma aliomba mashabiki kuweza kujitokeza kwa wingi kupatia morali hapo kesho wanapomenyana dhidi ya Ethiopia ili kutafuta tiketi ya kufuzu kwa kombe la dunia la mwakani ambalo litaandaliwa nchini Poland mnamo Septemba mwaka ujao. Hao uwanjani katika uwanja huu wa kimataifa wa Nyayo ni Naiboys Nairobi United ambao watakuwa wanashuka dimbani dhidi ya NEC katika mechi ya kufuzu kwa kombe la mashirikisho ya soka barani Afrika CAF. Makori, kazi kwako. Sana. Ndio Toto Warege huyu akitema madini akiwakika kabisa 100% kutoka uwanja wa taifa wa Nyayo. Awali ulimokatelezwa nikawa nimesema wametoka moja kule ugenini NEC na Nairobi United, la hasha, walitoka 2-2 sare hiyo, na wanahitaji ushindi muhimu katika mechi yao ya mida saa 10, si mbali sana manake saa 8 na dakika 42. Ukiona naangalia pembeni ni kronomita iliyoko ndani ya studio. Kwa hiyo kikubwa na cha mno ni tukwatakie kila laheri kabla ya mechi ya Kenya Police na Mogadishu City hapo kesho, vile ndani ya uwanja wa taifa wa Nyayo. Hii chani ilisaidia sana, angalia viwanja vyetu maridadi kabisa, mambo yamerembeshwa hapa na pale. Harambee Stars imerudi kucheza nyumbani baada ya ziara ya miaka kadhaa hapa na pale kwenda kule Uganda katika uwanja wa Nelson Mandela kusakata mitanange ya pale. Nataka nirejee hapa ndani ya studio kwa heshima kubwa ya kuendelea na mchakato mzima wa kumalizia mjadala wangu na mnyama mwenyewe, alafu ndio tuingie katika makala 2-3 kabla kuhitimisha mikiki siku hii muhimu. Angalia, Naiboys wanataka pia wapige hatua kubwa katika kombe la mashirikisho, vile nyinyi mna ndoto kubwa katika ligi ya mabingwa Afrika. Unajua, jambo la kwanza katika masala ya mpira kuna jambo moja lazima watu waelewe. Ndio. Kuna kushinda, kuna na kushindwa. Inategemea bidii zenu, ni ndoto zenu na ushirikiano wenu. Kwa hiyo mimi nitaizungumzia Kenya Police FC.
kwa sababu wao pia tutakutana nao na tunaomba tukutane nao. Ndio. Kwa sababu sisi kila mahali penye ugumu sisi tunakuwa ni chai ya rangi. Kwa hiyo wao wanakuwa ni mkate. Manake kiboko ya mkate ni chai ya rangi. Ukitia hapo ndani unaayuka. Ninachotaka kuwaomba jambo la kwanza mashabiki wote wa Kenya Police FC pamoja na mashabiki wa Mogadisho na wa Kenya kwa jumla. Kuna matatizo ama purukushani zilitokea huko nyuma. Ndio. Lakini mimi naamini kwamba sisi sote ni majirani na hawa wa timu Mogadisho na wa Somali sisi ni ndugu, ni majirani. Tuna historia nzuri baina ya sisi majirani na sisi sote ni binadamu. Makosa tumeombiwa sisi binadamu. Na wahakikisheni mashabiki nyote popote pale mlipo, mashabiki wa Mogadisho mujitokeze kwa wingi kesho siku ya Jumapili Nyayo Stadium mukibeba bendera za Kenya. Na sisi mashabiki wa Kenya Police FC na wa Kenya kwa jumla, na sisi tubebe bendera za Mogadisho ili kuonesha upendo na kuondoa tofauti zetu. Na nawahakikishia mashabiki nyote na wananchi nyote, usalama uliokuwa wakati wa nyuma, kesho kutakuwa na usalama wa hali ya juu, na tutahakikisha kwamba kila mwananchi ameingia salama, ametoka salama bila ya vurugu aina yote. Sababu kesho ni siku ya upendo, kesho ni siku ya Kenya Police FC kuonyesha umahiri wao, kuonyesha uchezaji wao, kuonyesha usajili wetu sisi. Na waomba mashabiki wote wa timu zote mbili, tumeweza kuyasuluhisha makosa yalitokezea na viongozi wa Mogadisho pamoja na embassy yao waliweza kujitokeza, tukaweza kupata na kusikizana. Kwa hivyo sisi wa Kenya ni watu wa amani. Sisi wa Kenya ni wazalendo. Sisi wa Kenya ni watu ambao tunapenda majirani zetu. Na mpira, kitu cha kwanza wananchi watakale, mpira ndio kitu kimoja kinacholeta watu kwa pamoja. Hiyo ni ukweli. Na ndio kinacholeta watu kujuana. Na sisi tuna slogan yetu kama Kenya Police FC. Tunasema tucheze, tujuane. Ndiyo. Kwa hiyo sisi kesho tunacheza ili kusudi tujuane. Kabisa. Ninachowaomba viongozi wa pande zote mbili, tuweze kesho katika siku ya kesho Jumapili, ni siku bora sana kwetu sisi na kwa Wakenya kwa jumla. Manake ni mpira unaangaliwa Kenya nzima na nje ya Kenya. Ndiyo. Naomba wafuasi wote na mashabiki wote, nidhamu itawale. Itakapotawala nidhamu, basi amani itapatikana. Na sisi ni watu wapenda amani. Kwa hiyo kesho ndugu yangu Makori, ninaomba kesho tukualike katika pale VIP au VVIP ili uone Kenya Police FC inavosakata mpira pale wa hali ya juu sana. Na kesho Mogadisho nawatakia mpira mzuri, lakini pia nawatakia kwamba kesho tulifunga bao 3, lakini kesho Shekhe Makori wewe hutoamini. Manake mpira wa kesho ni mpira wa Barcelona. Utadunda. Nasema hivi, kesho wacha ile tulicheza nao mara ya kwanza, lakini kesho naomba Wakenya wote kwa jumla wajitokeze kwa wingi, waweze kushuhudia Kenya Police FC dhidi ya Mogadisho, mpira ambao hawajawahi kuona. Mnyama, naomba katika pumzi hiyo hiyo utoe kauli yako ya mwisho kabisa kijumla, alafu ndio ni kuruhusu. Jambo la kwanza kitu ninachotaka kuzungumza langu la mwisho, jambo la kwanza ningependa kesho katika mchezo wa kesho, ningependa Dr. William Samoei Ruto, ningependa mawaziri wote na wabunge wote na magavana wote pamoja na seneta wahakikishe wameingia mashinani kuweza kukuza mpira wa Kenya ili kusudi tuweze kukuza watoto wetu. Na nawaambia vijana wote, acha panga, acha kisu, acha uraibu, rudi uwanjani. Mpira unalipa na linawezekana. Na nina imani ikiwa viongozi tutaweza kukuza mpira na kushika vijana, tutapunguza uhalifu, tutapunguza madawa ya kulevya. Kwa haya machache mimi nashukuru sana ndugu yangu Makori, na itakia Kenya Police FC kila laheri, ushindi bora, na namtakia vile vile nawatakia board members wote Kenya Police FC, na namuomba Dr. William Samoei Ruto na Waziri Salim Mvurya kama yuko Nairobi, kesho tunamkaribisha katika uwanja wa Nyayo Stadium pamoja na viongozi wote, ili iwe ndio mwanzo yeye kama waziri kuja kutupa support na kuweza kusudi kuweza kukuza talenti za vijana. Unajua anapofika waziri katika uwanja inahamasisha zile timu zinazocheza na inaipa nchi yetu heshima kubwa, kwa sababu ndio waziri wa michezo. Tukitaka tusitake, nacho waomba Wakenya
tuwe na uzalendo, tuwe na nidhamu, tujitokezeni kwa wingi kuweza kukuza talenti na kuisupport Kenya Police FC. Kwa haya machache, nashukuru na watakia jioni njema na Jumamosi njema. Jumapili Makori usikose. Ndio sitakosa. Nitakusubiri bwana Makori. Kabisa nitakuja. Kwa sababu mpira ni ajira. Nitakuja. Na mpira unalipa. Ndio. Na mpira ndio chanzo cha amani. Ndio. Na sisi tunaitafuta amani. Kabisa. Na amani Kenya ni nchi ya upendo. We are very proud. Nani atapinga? Hakuna mtu wa kupinga. Asante sana kwa muda wako kufanikisha mikiki siku ya leo na asante siku nyingine njoo umeona ni nyumbani maskani. Tena bwana, wacha nikuambie kitu kingine. Siku nyingine tukija hapa si tunataka mimi na wewe Makori tuwe na mijadala. Ni vipi tutaweza kusaidia vipaji? Vipi tutaweza kutangaza soka? Ni namna gani viongozi wataweza kule vijijini mashinani kutafuta vipaji? Vipaji haviko mjini. Huwezi kupata kipaji hapa town. Vipaji vyote vinatoka vijijini. Ndio, sasa wakati mwingine ukija utakuja ukiwa na kofia Kenya Polisi mwanachama pale. Nataka uje kama mtu ambaye anatoa mbinu mwafaka na mikakati ya kuingia kule mashinani na kutoa talanta. Leo nimekuja kama Kenya Polisi kwa sababu moja ama mbili. Hivi Makori, wajua leo nimekuja hivi kivipi? Nikimalizia, nimekuja kama bingwa wa Premier League. Alafu nimekuja kama ninayetafuta tena ubingwa. Kwa hivyo nimekuja kifahari. Nisipovaa hivi, nitatambulikanaje kama mimi ni Kenya Police FC board members? Haiwezekani mnyama. Kwa hiyo nimekuja kama mnyama. Asante kabisa na kila laheri kabisa katika mikakati yote ya Kenya Police FC kuendea ubingwa wa ligi ya mabingwa Afrika sambamba na kuhifadhi kombe lao msimu ambao tayari umeshaanza. Kwa hiyo kikubwa na chamuna sasa tuweke gia kuingia katika makala ya hapa na pale, na makala ya kocha bora anayatia poda Ole Gunnar Solskjaer. Katika makala ya kocha bora leo anayapamba Ole Gunnar Solskjaer, mzaliwa wa Februari tarehe 26 mwaka 1973 mjini Kristiansand nchini Norway. Ole Gunnar mwenye urefu wa mita 1.78 alianzia taaluma yake ya kandanda katika klabu ya Klausenjen ya nyumbani kwao akiwa mshambuliaji kati ya mwaka 1980 na 1990. Kocha huyu mwenye umri wa miaka 52 alishuka uwanjani akiwa na Klausenjen mara 109 na kufunga mabao 115 kwa kipindi cha miaka mitano kuanzia mwaka 1990 hadi 1995. Ole alijiunga na miamba wa kwao Norway Molde mwaka 1995, alikahudumu kwa mwaka mmoja hadi mwaka 1996 na kucheza mechi 42 na kufunga mabao 31. Na baadaye alisajiliwa na mabingwa mara 20 wa ligi kuu ya England, Manchester United. Alihudumu sana katika uwanja wa Old Trafford na alisakatia United mechi 235 na kupachika kimiani magoli 91 kati ya mwaka 1996 na 2007. Ole Gunnar Solskjaer alikuwa tegemeo kubwa kwa timu ya taifa ya Norway. Aliitumikia ile ya wanasoka walio chini ya miaka 21 mara 19 na kufunga mabao 13 kuanzia mwaka 1994 hadi 1995 pamoja na ile ya wakubwa mara 67 na kutia kimiani mabao 23 kati ya mwaka 1995 na 2007 na kisha akaamua kustaafu. Kutoka hapo Ole aliamua kuwa kocha, ambapo kati ya mwaka 2011 na 2014 aliinua Molde. Mwaka 2014 alifunza Cardiff City ya England na kisha kurejea nyumbani kwao kuitia makali Molde kuanzia mwaka 2015 hadi 2018. Alitwikwa mikoba kuwa mwalimu mkuu wa Manchester United kati ya mwaka 2018 na 2021 na kisha kuyoyomea Uturuki alikoifunza Besiktas mwaka 2025. Ole ameshinda mataji kadhaa. Akiwa mshambuliaji wa Manchester United alishinda mataji 6 ya ligi kuu ya England, 2 ya FA, ngao ya jamii mara 2 na 1 la ligi ya mabingwa Ulaya. Na akiwa meneja wa Molde alishinda mataji 2 ya ligi kuu nchini Norway.
Ole Gunnar Solskjaer huyo ambaye mashabiki wa Manchester United wanaamini kwamba angalipewa muda labda angeibadilisha United na kuwa timu tofauti kabisa. Sasa ni tetesi na Toto. Mshambuliaji matata wa timu ya wanawake ya Chelsea Sam Kerr amekiri kwamba bado anajaribu kuelewa uzazi. Toto na tetesi imepata ithibati kuwa Kerr alimkaribisha mtoto wake wa kwanza na mchumba wake Christy Mewis mnamo Mei mwaka huu. Kerr alizungumza kwa mara ya kwanza Ijumaa baada ya kuwa mzazi aliporejea Stamford Bridge baada ya kupona jeraha la mguu. Akasema, namnukuu, "Sidhani kama bado imeingia akilini." Mwisho wa nukuu. Kerr alikuwa akihojiwa na podcast ya We Are Chelsea. Mnamo Novemba 18 mwaka jana, Kerr alitangaza kwamba yeye na Mewis walikuwa wanatarajia mtoto wao wa kwanza aliyetarajiwa kuzaliwa Mei mwaka 2025. Baadaye alithibitisha kwamba walimkaribisha mtoto wao wa kiume aliyeitwa Jagger. Katika chapisho la Instagram, nahodha huyo wa Australia aliandika, "Kijana wetu mdogo yuko hapa, Jagger Mewis Kerr." Kerr mwenye miaka 31 na Mewis mwenye miaka 34 wamekuwa pamoja tangu mwaka 2021 wakati wa mashindano ya Olimpiki za Tokyo, ambapo walionekana pamoja uwanjani baada ya mechi kati ya Australia na Marekani, na walichumbiana mnamo mwaka 2023. Inaeleweka kuwa wawili hao walikutana kwa mara ya kwanza walipokuwa wote wakishindana kwa vilabu katika ligi ya taifa ya soka ya wanawake huko Marekani mnamo mwaka 2000. Mewis alithibitisha kuwa walikuwa wamechumbiana baada ya wiki kadhaa za uvumi ulioshawishiwa na machapisho ya mitandao ya kijamii yalionyesha picha za kiungo huyo wa Marekani akiwa amevaa pete ya almasi kwenye kidole cha uchumba. Mewis ni mwanasoka ambaye hivi karibuni alichezea West Ham katika ligi ya wanawake. Alijiunga na Wananyundo mnamo Desemba mwaka 2023 kutoka Gotham FC na alicheza mara 4 kabla ya kutangaza kwamba alikuwa anatarajia mtoto wake wa kwanza na Kerr Novemba iliyopita. Kerr mwenye miaka 34 ameshinda mechi 55 na timu ya taifa ya Marekani na kwa sasa hana timu baada ya kuondoka Hammers mwishoni mwa Juni mwaka huu. Je, mtoto wao Jagger anafuata nyayo za wazazi wake? Kerr alisema hivi, namnukuu, "Natumai ataingia katika kuwa mwanasayansi au daktari wa upasuaji, atengeneze pesa nyingi." Mwisho wa nukuu. Wiki iliyopita Kerr alirejea kwa kishindo Chelsea akifunga bao lake la 100 katika ushindi wa mabao 3-1 dhidi ya Aston Villa katika mechi ya ligi. Tangia kujiunga na The Blues mnamo Januari mwaka 2020 amecheza mechi 123. Ulikuwa mchezo wake wa kwanza katika miezi 20 baada ya kupata jeraha walipokuwa wakifanya mazoezi nchini Morocco. Alilazimika kufanyiwa upasuaji na kumuondoa katika msimu uliobaki wa mwaka 2023-24. "Mimi ni mfungaji mabao, hilo ndilo ninapenda kufanya," alisema Kerr. Toto na tetesi, NTV, Mikiki.